Lakini mheshimiwa, wapo pia ambao hawakutenda uzuri mpaka sisi wakuu wa mikoa. Maana ili mheshimiwa, nikiondoka hapa sikulisema nitakuja kufa kinywa wazi bure. Wapo sisi miongoni mwa wakuu wa mikoa 5 miongoni mwetu tuliumizwa kwa kuwa mambo hayakwenda vizuri baadhi yao, na tuliumizwa kwa sababu moja ama nyingine. Wako ambao pengine hawakutimiza wajibu wao vizuri kama ilivyo, lakini wako wengine walikwenda mbali zaidi. Badala ya kufanya kazi zao ambazo zimewataka kuwafanya, wanafanya kazi nyingine. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Masudi Ali Mohamed, amewataka viongozi wa manispaa na serikali za mitaa kufanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu zilizopo kwa kuwatumikia wananchi ipasavyo bila kuleta mizozo katika uongozi wao. Akizungumza katika hafla uvunjaji wa mabaraza ya madiwani huko ukumbi wa Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar, amesema bila ya kufanya wajibu na kujenga mashirikiano katika kazi, ufanisi hauwezi kupatikana. Hivyo ni vyema kuwa na utaratibu mzuri ambao utaleta tija kwa wananchi na serikali kwa ujumla. Sote tunafahamu kilichotukusanya hapa ni kutekeleza takwa la kisheria kwa mujibu wa sheria yetu namba 7 ya serikali za mitaa ya mwaka 2014 na mabadiliko yaliyofanyika pia mwaka 2022. Sheria ile inamtaka waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa, serikali za mitaa, na niishie hapo, hata hiyo idara maalum isingekuwepo, inamtaka kwamba kwa sheria hiyo lazima ayavunje mabaraza ya madiwani ili kupisha shughuli za maandalizi ya uchaguzi mkuu. Takwa hilo la sheria huwa pia linakuwepo wakati baada ya uchaguzi kuu. Kwa muda fulani waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa hupaswa, kama leo anavyoyavunja, basi hupaswa pia kuyaitisha tena upya ili kuepuka kuingia kwenye uchaguzi mwingine wa madiwani. Akitoa pongezi kwa madiwani hao kwa kufanya kazi iliyoacha alama katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kujenga masoko mbalimbali, kutoa mikopo kwa wajasiriamali na kuonesha juhudi na kusimamia mapato zaidi ya 410%. Nitumie nafasi hii kutoa shukurani na pongezi za dhati kwenu waheshimiwa madiwani. Hakika kipindi hiki waheshimiwa madiwani tumefanya kazi kubwa. Wenzangu waliokuja hapa wameeleza, lakini na mimi hili niliseme kama msimamizi mkuu wa wizara ambayo na nyinyi sehemu ya, kimsingi tumefanya kazi nzuri sana, hongereni sana. Lakini wakati leo tunahitimisha muda wa uongozi wetu kama waheshimiwa madiwani, kutoka kipindi cha 2020 hadi 2025, ni vyema tukatambua kazi ambazo zitaacha alama na zimeacha alama wakati wa uongozi wenu. Miradi mikubwa ndani ya serikali za mitaa imefanyika, mmetoa mchango mkubwa sana. Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Isa Mahfudh Haji, amesema lengo la kuvunja mabaraza hayo ni kutimiza takwa la sheria namba 7 ya mwaka 2014 na kutimiza utumishi wao wa miaka 5 pamoja na kupatiwa fursa ya kushiriki maandalizi mapya ya uchaguzi. Malengo yetu makubwa ya kuwavunja mabaraza ni matatu. Moja ni kutimiza takwa la kisheria la kuvunja mabaraza ya serikali za mitaa kwa mujibu wa sheria yetu namba 7 ya mwaka 2014 kifungu cha 83(3). Lakini 2 ni kuvunjwa kwa mabaraza haya kunatokana na kukamilika kwa utumishi wenu waheshimiwa madiwani wa muda wa miaka 5. Lakini 3, kuvunjwa kwa baraza haya ni kutoa nafasi kwa madiwani kushuka kwa wananchi ngazi ya wadi, kushiriki katika shughuli mbalimbali za kisiasa na kijamii
ili kuruhusu harakati za uchaguzi mkuu kuendelea kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Mheshimiwa, mimi natoa wito kwa watendaji wenzangu ambao waliopo. Baada ya kuvunjwa mabaraza haya madiwani, naomba sasa watendaji wenzangu wakisimamiwa na wakurugenzi tuendelee kuwahudumia wananchi kama ambavyo waheshimiwa madiwani walivyokuwa wanafanya. Tusisite wala tusirudi nyuma. Tumepiga hatua kubwa sana ya maendeleo hivi sasa na jamii kwa kweli imetukubali. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Idrisa Kitwana Mustafa amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada kubwa walizoonesha kama hapa anavyosema. Kipekee nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, tumpige makofi mengi kwa heshima kubwa aliyotupa kupitia viongozi wetu hao. Mheshimiwa, mengine mimi sitaki kuyasema, utakuja kuyasema mwenyewe. Lakini kama mema yajayo yanafurahisha, basi na mimi niungane mkono na wenzangu kusema kwamba mheshimiwa kwa madiwani hawa ameyatekeleza. Na niseme mheshimiwa, ndoto zinanijia. Mimi si mtume wala si sahaba, lakini natoka kwenye koo za kisharifu. Mema yajayo yatakuwa mema zaidi. Akisoma risala, mstahiki meya wa jiji Zanzibar Mahmoud Mohamed Musa amesema kuanzishwa kwa jumuiya ya madiwani imesaidia kupeleka mbele maendeleo na kutimiza dhamira kwa kuunganisha nguvu za wananchi katika kutekeleza majukumu ya msingi. Chombo hichi kwa kushirikiana na ALAT kimekuwa ni chachu na kiungo muhimu cha maendeleo kati ya serikali kuu, serikali za mitaa na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi yetu. Dhamira ya jumuiya hii ni kuwa na nguvu inayounganisha serikali zote za mitaa za Zanzibar ili kufanya majukumu na matazamio ya serikali za mitaa kwa ujumla katika kukidhi mahitaji ya kijamii, kiuchumi, kiutamaduni, na ambapo washiriki wa maendeleo watashirikishwa kikamilifu katika kuchochea maendeleo ya wananchi. Sisi madiwani na viongozi wote ambao siku ya leo hii tumekusanyika hapa, tumefika hapa kwa ajili ya kuja kukusikiliza kwa makini sana, kuweza kutuletea lile ambalo mheshimiwa mgeni wetu rasmi umetutayarishia siku ya leo, tukiungana na wakurugenzi wetu katika serikali za mitaa ili kutekeleza majukumu yetu ya kimsingi na kuimarisha usafi na wa mazingira kama inavyopendekezwa katika majiji, miji, halmashauri na maeneo yetu yote, na kuimarisha mapato wa mamlaka zetu, uwezekano wa kuungana na wajasiriamali na utekelezaji thabiti wa miradi ya maendeleo katika mamlaka hizo kwa maslahi mapana ya jamii husika kwa taifa letu kwa ujumla. Akitoa neno la shukrani, mstahiki meya wa manispaa ya Chake Chake Hamadi Abdalla Hamad amesema, tunathamini mchango wenu kama nyinyi wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, nyote ambao mmo ndani ya serikali, kutoka manake wa mawaziri, wakuu wa mikoa, makatibu wakuu na wengine mbalimbali. Kwa hiyo kikweli mmefanya kazi kubwa sana. Mungu inshallah atakujalieni na atakulipeni kile ambacho kinastahili na nyinyi inshallah. Lakini sijisahau kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya katika kuisaidia nchi yetu ya Zanzibar. Kwa kweli mama anapiga mwingi sana. Tunampongeza sana. Kwa hiyo inshallah naye Mungu anijalie kheri, ampe maisha marefu ili aweze kututumikia zaidi yani wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, madiwani wamenambia wanataka kuahidi kitu kimoja. Wanaahidi kumrejesha kwa kishindo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kumrejesha kwa kishindo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, maana kuliko yani zile asilimia zilizopita yani za mwaka 2020. Kwa hiyo tutakwenda kwenye asilimia 120.
Madiwani 211 ambao waliopo Zanzibar na leo wamevunjiwa rasmi mabaraza hayo ya madiwani mpaka watakapochaguliwa na wananchi na kuteuliwa na viongozi husika baada ya kupita kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaituni Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.